asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Katika mawazo ya wanadamu wanafikiria Pasaka ni kusherehekea kufa kwa Yesu Kristo tu, na hiyo inakuwa ni sherehe ya huzuni, kwa sababu kifo chochote kinaleta huzuni, si ndio? Yeah. Lakini siku ya leo wimbo wa kwanza ulianza kunibariki, na siku ya leo katika Pasaka ndio siku inakwenda kuonyesha kwamba Pasaka sio huzuni, bali Pasaka ni furaha. Furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtangulizi wa kipindi chetu alifungua na kitabu cha Marko sura ya kwanza na mstari wake ule wa 7, ambapo ule mstari mmoja ukausoma tu, na naomba ndugu Amuri awe tayari kunisaidia kusoma. Kwanza huo mstari mmoja unaweza kukupatia wasiwasi, usielewe kwamba unasema nini, ni nini hauelewi. Marko 16 mstari wa 7. Bwana asifiwe. Neno lakini enendeni zenu, ni mtu mmoja anaongea. Nani aliyekuwa anaongea? Ndio maana hailete picha, hailete kueleweka. Nani aliyekuwa anaongea na alikuwa anaambia wanani? Naomba sasa turudi kwenye sura hiyo hiyo verse ya kwanza ili tuweze kujua nani aliyeongea na alikuwa anaambia wanani. Anzia hiyo sura ya kwanza, sura hiyo hiyo verse ya kwanza uishie hasa kwa verse ya hiyo hiyo ya 7 tena. Sura ya 16 verse ya kwanza inasema, hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. 2. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. 3. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetufundishia lenyewe mlangoni pa kaburi? 4. Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. 5. Wakaingia kaburini wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. 6. Naye akawaambia, msitaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti, aliyesulubiwa amefufuka, hayupo hapa. Watazameni mahali walipomweka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo sasa tumeshapata picha ni akina nani walioambiwa na waliambiwa na nani. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla hatujafika huko, hebu ngoja turudi nyuma kidogo tuone wiki iliyopita na jana wale ambao hawakuweza kuwepo ibadani tulilishwa nini. Neno moja moja tu. Jumapili iliyopita mhubiri wetu alituambia kumtazama Yesu. Aliposema kumtazama Yesu, alitoa mfano kwamba Petro alipomtazama Yesu na akaona Yesu anafanya ishara ya kutembea juu ya maji, naye alisema nitatembea na mimi juu ya maji, na akaanza kutembea juu ya maji. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Petro alipoangalia pia mawimbi katika bahari, akapata uoga, na hapo Petro akaanza kuzama. Bwana atuhurumie. Huruma. Alafu Petro tena akakumbuka neno lingine, akasema nishike mkono Bwana, na alipomwomba Bwana kumshika mkono, mara tena Petro hakuweza kuzama, akaweza kumalizia safari yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Mhubiri wetu wa jana alisema kwamba unapoangalia Yesu kwa kutaka kupata tu muujiza, kwa sababu baadhi ya miujiza ya Yesu ilikuwa ni kuwapa watu chakula,
kuwaponya wagonjwa, basi utashiba chakula na utapona magonjwa yako, lakini hautapata uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu akasema kwamba tunatakiwa kutazama Yesu pale Golgotha, pale msalabani. Na akatuambia kwamba hapo Golgotha, huo mlima ndio mlima ambao watu waashi walikuwa wakichonga mawe ambayo ilijenga hekalo ya Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kumbi msalabani haikuwa tu mahali pa mateso, pale Golgotha huo mlima haukuwa tu kwa ajili ya dhiki, ulikuwa kwa ajili ya kujenga hekalo. Ndipo yalipotoka matofali yenye kukamilika kwa kujenga hekalo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na sasa turudi kwenye somo letu. Somo letu la leo tunataka tuongee kuhusu majukumu yetu sisi baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Majukumu yetu baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Nisirudi sana katika historia ya kufa kwa Yesu Kristo. Alikufaje? Nilisema jana kwamba Yesu Kristo alikufa Ijumaa na ilikuwa saa 9 ya mchana. Alipokata roho, jua likatiwa giza. Lakini lilipotiwa giza kwa sababu kwa sheria ya Wayahudi, mtu ambaye amefia msalabani, yani mwenye dhambi, hakutakiwa kukaa huko. Mtu mmoja ambaye anaitwa Yusufu Arimathayo akauomba ule mwili wa Yesu Kristo ili aweze kuuzika. Anauzika wapi? Anauzika katika kaburi aliyokuwa ameshaichonga katika mwamba. Akapewa ule mwili wa Yesu. Ina maana Yesu Kristo hawakuweza kumlia. Hakukuwa nafasi ya kumlia Yesu Kristo, na hakukuwa nafasi ambao marehemu aliwekwa katika nyumba ya mtu fulani kwa kufanya mipango yote ile ya kumzika. Alikwenda kuzikwa na mtu mmoja ambaye ni Yusufu wa Arimathayo. Bwana atuhurumie. Huruma. Basi akiisha kumzika hivyo, makuhani wakafanya shauri usiku huo wa Ijumaa. Wakafanya shauri, lakini alipoenda kuzikwa, na wanawake walienda pamoja na Yusufu wa Arimathayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakijipiga mtu wa watu wamemuia bure, mtu wa watu hao walikwenda wanalia pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Amen. Majukumu yetu baada ya kufufuka kwa Yesu Kristo ndio somo letu. Sasa basi, ameshakuwa hivyo, jukumu mbaya ambalo makuhani walilolifanya ni hili. Makuhani walifanya shauri, wakaenda serikalini, tupatie ruhusa twende tukatie jiwe juu ya kaburi, maana yule mjanja alisema kwamba atafufuka siku ya 3, na leo ni siku ya 2 na alizikwa jana. Basi asije akafufuka, tupeni ruhusa tukaweke jiwe juu ya ile kaburi yake. Basi serikali ikasema, si mna walinzi ninyi kanisani kwenu huko kwenye masinagogi yenu, mna serikali yenye kutosha, nendeni mkafanya hivyo. Wakawaruhusu. Wakaenda wakachukua jiwe zito, wakalitia kwenye mlango wa kaburi ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi wanawake wale waliotajwa ni 3, ambaye ni 2 wanaokuwa na jina la Mariamu Magdalena na Mariamu mama wa Yakobo, na alafu na Salome. Bwana asifiwe sana. Amen. Hao kwanza walinunua manukato kwa pesa zao. Ili wafanye nini? Waende hata kwenda kuipaka ile maiti mafuta, kwa sababu ilivyozikwa haikuzikwa kwenye heshima yoyote. Basi ni lazima twende tukaipake mafuta kabla hata haijaoza. Wakafanya hivyo. Wamama mpo? Wamama ni watu wenye kuwa na huruma, na wamama ni watu ambao wana upendo mkubwa mno. Upendo hata kwa maiti.
Bwana asifiwe sana. Amen. Wamama wakafanya hivyo, wakatoa pesa zao, wakanunua hayo manukato asubuhi na mapema. Wakaamka wakaenda kaburini. Walipokuwa wanakaribia kufika kaburini, wakasema, na lile jiwe kubwa ambalo lilikuja kuwekwa pale, ni nani mwanaume atakayetusaidia kuliviringiza? Ina maana kulitoa pale mlangoni ili tuweze kupata nafasi ya kuingia. Wakawa wanafadhaika hivyo katika roho zao, lakini kumbe wanapokaribia wakaona kijana mmoja anasimama pale. Huyu kijana anayesimama mlangoni amevaa nguo nyeupe zenye kumeremeta. Bwana asifiwe sana. Amen. Nani mwenye kuwa na nguo nyeupe zenye kumeremeta humo ndani? Huyu hapa anasema yeye anazo. Bwana asifiwe sana. Amen. Walipomuona wakasema, tumepata na huyo kijana atatusaidia kuviringisha lile jiwe litoke ili walao tuweze kuupaka mwili wa Yesu Kristo mafuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Walipofika pale wanashangaa wanaona karibu kaburi iko wazi tayari, jiwe limeshawekwa pembeni. Wao wakafurahi, huyu ametusaidia kabisa, hakuna hata haja tutaingia hivi. Wakaingia kuangalia mle, hamna kitu. Wanani hao? Akina mama. Bwana asifiwe sana. Naomba niwatajie majina mamoja yale ambayo yalitajwa kibiblia. Alikuwa Maria Magdalena, Maria mama wa Yakobo na Salome. Akina mama wanne leo wamekesha, mvua ikipiga wanapika chakula ili watu waweze kula. Bwana asifiwe sana. Amen. Wamefanya jukumu lao. Na jana nilikuwa waambia na vijana waweze kujiunga, kwa sababu na kijana alikuwa amesimama mlangoni amevalia nguo nyeupe. Kijana hata mmoja hakuweza kujumuika. Bwana atuhurumie. Huruma. Basi akina mama hao walipoona hayupo. Sasa tunafanyaje na haya manukato, yanafanya kazi gani tena? Ndipo yule kijana akawauliza, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa na kufa machoni kwenu? Hayupo tena, umo kaburini, amefufuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa huyo kijana ndo akawaambia, nendeni mkawaambie wanafunzi wake. Naomba hizi karatasi mkampatie mama pale ili aweze kuendelea kuwa pamoja nasi, kwa sababu andiko zote zitakuwa pale. Mimi nitakuwa nazo zote kwa mawazo. Basi yule kijana akawaambia wale wa mama sasa kwamba nendeni mkawaambie wanafunzi wake kwamba, lakini hakuishia wanafunzi wake. Naomba niseme kitu kingine. Alisema nendeni mkawaambie wanafunzi wake na Petro. Nitakuja kuongelea kwenye neno na Petro, kwamba amefufuka na amewatangulia kwenda Galilaya, waende wakutana naye kule. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini huyo kijana aseme hivyo? Na huyo kijana alikuwa nani? Kila mtu atasema kijana, kwa sababu Biblia haituweke wazi kwamba huyo kijana alikuwa nani. Lakini kwa mtazamo wetu tunasema kwamba huyo kijana alikuwa malaika, kwa sababu malaika ndio huwa anapasha habari. Lakini waandishi wengine wa Biblia wanasema kwamba huyo alikuwa ni yeye Yesu mwenyewe, ndiye aliyewaambia kwamba enendeni mkawaambie wanafunzi wangu, lakini msisahau na Petro. Kwa nini aseme msisahau na Petro? Yesu alipokufa msalabani, hajafika msalabani, wakati anashikwa wangali wanamtesa, wanaanza kutafuta wale ambao walikuwa karibu na Yesu. Mwanamke mmoja anakuja na huyu naye anafanana kuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Petro akakana kabisa. Petro akamkana Yesu. Tangu saa ile
Petro alipomkana Yesu mara 3 alibaki ni mpagani, hakubaki mwanafunzi wa Yesu Kristo. Bwana atuhurumie. Lakini Yesu mwenyewe alipofufuka alisema, nendeni mkanitie wanafunzi wangu. Na Petro tena anamuunganisha. Ni jukumu letu hasa akina mama, mtu ambaye ameachana na imani, mtu ambaye amemkana Yesu Kristo, kwenda kumuita tena ili njoo ukajiunge tena na wanafunzi. Bwana asifiwe sana. Unajua, na Petro alipoenda kuitwa, hebu mumuite, na Petro alipounganishwa, Petro tena ndo alikuwa wa kwanza kati ya wanafunzi. Baada ya kupata habari akasema na mimi niende paka nione pale. Petro ndo alikuwa wa kwanza kwenda kuingia pale kuliko wale wanafunzi 11. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio kuanguka leo, sio kumkana Yesu Kristo leo ndio kufanya kwamba unakufa kabisa kiroho. Hapana. Kama ingekuwa hivyo basi Petro asingeitwa tena, na Petro asingekuja kuwa wa kwanza kwenda katika wanafunzi, kuwa wa kwanza kwenda kuangalia ndani ya kaburi ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumeshaona jukumu la akina mama na kazi kubwa ambayo wamefanya. Je, wanaume mnachukia? Hapana. Roho kitaanza kuchukia kwamba sifa zote zinaenda kwa wanawake. Sifa zote zinaenda kwa wanawake. Lakini hebu njoo tufike pamoja, tuende pamoja. Nini Yesu alichokifanya? Yesu alipokuja akakutana sasa na wanafunzi wake huko Galilaya. Alipokutana na wanafunzi wake huko Galilaya, ndipo alipowaambia majukumu ya kufanya. Wanawake walifanya majukumu yao bila hata kuambiwa sana, isipokuwa mwanzo wa kuambiwa ni wanawake ndo walianza kuambiwa sana. Ndo walianza kuambiwa kwanza. Sasa wale Yesu alipokutana na wanafunzi wake, tunasoma katika kitabu cha Luka sura yake ya 24 na mstari wake ule wa 36 kwamba cha kwanza Yesu alipokutana na wanafunzi wake alisema, amani iwe kwenu. Bwana asifiwe sana. Na mimi naomba amani iwe kwenu. Kwa nini Yesu aseme amani iwe kwenu? Yesu alisema amani iwe kwenu kwa sababu alijua kwamba wanafunzi wana huzuni ya vile alikufa. Wanauoga kwa vile wanawindwa. Akawatakia amani. Yaani ondokeni katika hizo wasiwasi mlizo nazo, muwe na ujasiri, muwe na amani, muwe wahodari. Ndiyo maana yake. Kufa kwa Yesu kulimaanisha vita. Sisi walio hapa wote tumekuwa hapa kwa sababu ya kukimbia nchi yetu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya vita. Na tunatafuta sehemu gani? Tunatafuta sehemu ambayo ina amani. Ndio maana tumeletwa huku tuweze kuwa na amani, tuweze kuwa na sehemu ambayo tunaishi bila wasiwasi mwingi. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu naye akawaambia wanafunzi wake, amani iwe kwenu. Labda wewe unakosa amani, una ugomvi na mume wako, una ugomvi na watoto wako, una ugomvi na jirani. Biblia inakuambia, Yesu anakuambia amani iwe kwako. Hebu tafuta kwa bidii kuwa na amani na yeyote yule. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Waebrania, nakumbuka itakuwa ni sura ya 12 na mstari wake wa 4, kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Na huo utakatifu ambao hakuna atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu tuendelee. Yesu ameshakuwa na wanafunzi wake, amewaambia amani iwe kwenu. Wanafunzi hawajamkubalia, wanafunzi hawajakubali kabisa, mashaka yapo. Katika mashaka Thomas mmoja akasema, mimi siwezi kukubali kwamba amefufuka. Wapo watu ambao anaingia kanisani, anahudumia, yuko hapa, anahudumia kama ninavyohudumia hapa, lakini bado hajamwamini Yesu Kristo. Hajaamini kwamba Yesu Kristo amefufuka. Anakaa hapa kwa sababu ni kazi. Yeye ni kama vile anakuja kikazi, anafanya kazi
ili aweze kuonekana mbele za watu, lakini yeye hajamwamini Yesu Kristo kabisa. Bwana atuhurumie sana. Huruma. Tomaso alikuwa ni mwanafunzi mmoja wa wanafunzi wa Yesu, lakini ambaye hakuamini kwamba Yesu amefufuka licha kwamba wameshamwambia habari. Ndipo Yesu akajibu kwamba waheri ni wale wanaoamini bila kuona. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu sasa tuendelee. Yesu akawaita, akawaambia mna nini hapa ili muamini? Akasema angalieni mikono yangu, aoneni pale waliponichoma misumari. Angalieni upavuni mwangu pale walipochoma mkuki. Angalieni kwenye miguu, ni mimi yule. Ninyi mnasema kwamba mimi ni roho au mimi ni kitu kingine ambacho kimefufuka. Sio hivyo. Mimi ni yule. Niliwaambia kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Bwana asifiwe sana. Amen. Na akasema ninachokisema hicho kama sukuli mnaosema huwa hauna mwili ni roho, basi mimi naomba leteni chakula. Wakamletea mkate, wakaletea samaki, wakakula wote pamoja. Leo hii watu wanaacha unyofu wa Ukristo wao, wanaanza kusengenyana, wanaanza kuwa na mawasiwasi na uoga kwamba hawawezi kula pamoja. Mkristo na Mkristo mwenzake wanaogombana kula pamoja, kwamba mmoja anaweza kumwekea mwingine sumu. Hao Wakristo hao bado hawajawa Wakristo. Hawajawa Wakristo licha kwamba wapo kanisani. Mkristo ndo bado anasema kwamba huyu ni mchawi, huyu bado ungali bali wewe bado ni nani? Bado wewe ni Tomaso. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa akishakula nao, akishamega nao tena mkate na kula nao hata samaki, ndipo Yesu akasimama. Hebu mtu mmoja asome kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wake wa 18, ataendelea na ule wa 19. Yesu akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana asifiwe sana. Amen. Hili neno alilisema baada ya kwamba amefufuka. Ndio akawaambia wanafunzi wake, sasa enendeni. Hili neno enendeni tukiunganisha na lile ambalo yule kijana aliyekuwa amesimama kaburini akawaambia wale wanawake watatu, enendeni, linaonyesha kwamba aliyesema enendeni kwa wale wakina mama alikuwa ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu akamwambia wanafunzi wake, sasa enendeni ulimwenguni kote mkafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Jukumu letu la kwanza. Tuna jukumu la kwanza la kuenda popote kuambia watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Ndio maana mashahidi wa Yehova huwa wanaenda nyumba kwa nyumba, na popote wanapokutana na mtu wanamuomba fursa ili waweze kumwambia hata neno moja kwamba uwe mwanafunzi wa Yesu Kristo, mfuate Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Jukumu letu la kwanza hivyo. Labda angesoma, kwa sababu nimeisoma na mimi nimesema hiyo andiko na nikaisoma, lakini labda tungesikiliza msomaji hawezi kupatia ushuhuda kuhusu alivyosema Yesu mwenyewe baada ya kufufuka kwake. 28:18 inasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na verse yake ya 12 inasema hivi, nami nitakuwa nanyi hata mwisho wa dhahari. Bwana asifiwe sana. Unaposimama kutimiza majukumu ambayo umepewa na Yesu Kristo bila uoga, ukimtazama Yesu, amini kwamba na yeye atakuwa pamoja na wewe hata mwisho wa safari yako, hata mwisho wa utumishi wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana Biblia inatuambia mara 365 kwamba usiogope kama Petro alivyoogopa. Bwana asituhurumie. Huruma. Alafu jukumu lingine, Yesu alipofufuka, kabla hajafa na alipofufuka, alituachia jukumu lingine ambalo ni kawaida ya maisha yetu kila siku.
ni jukumu la kawaida ya maisha yetu kila siku. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu, tunasoma kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari wake wa 26. Hebu ndugu soma Mathayo 26. Yesu anasema hivi, anawaambia wanafunzi wake, andaeni meza. Wakaandaa meza, akachukua mkate akaumega. Alipoumega ule mkate alisema kwamba fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Yapo makanisa na yapo mafundisho yanayofundisha tofauti kuhusu meza ya Bwana. Lakini tukiingia katika kufundisha meza ya Bwana na tukiangalia ukweli wa maandiko, tutakuja kukuta utofauti uliopo kwamba sio ukweli wa maandiko. Ukweli wa maandiko ni kwamba meza ya Bwana ni kitu ambacho kinaonyesha ni kumbukumbu ya mateso ya Yesu Kristo kufa msalabani. Ndio maana akasema kwamba twaeni mle, huu ni mwili wangu, na baadaye akawapa na kikombe, nyweni, hii ni damu yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivyo vitu vinafanyika kama vile kumbukumbu, sio tu kwamba ni ule mwili wa Yesu Kristo na kwamba ndio ile damu ya Yesu Kristo. Hapana. Lakini ni vitu ambavyo Yesu amevipatia umuhimu kufanyika katika maisha yetu kwa sababu ni ukumbusho wa kazi kubwa aliyoifanya msalabani. Bwana asifiwe sana. Amen. Labda mtu mmoja angesoma hiyo andiko Mathayo 26 hadi 27. 26 Mathayo inasema mpaka 27. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. 27. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa tuje kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya 2 na mstari wake wa 46. Matendo ya Mitume sura yake ile ya 2 mstari wa 46. Tuone wanafunzi wa Yesu Kristo na kanisa la kwanza walivyodumu kufanya. Yeah. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 verse 46 inasema, na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. Amen. Niliwaambia kwamba sisi tunafuata Biblia. Na Biblia ndio inatuambia kwamba Wakristo mitume na Wakristo na kanisa waliloanza nalo walikuwa wakikula chakula chao nyumba kwa nyumba na wakimega mkate. Kuna watu wanaosema kwamba meza ya Bwana ina masharti kwamba ni lazima labda baada ya mwezi, labda baada ya miezi mitatu, wengine kwamba ni wakati tu wa Pasaka kama huu. La, maandiko hayakutuambia hivyo. Maandiko yanatuambia kila mnapokumbuka. Ndio maana leo hii tukiwa katika hii maadhimisho ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, tuweze, kwa wale ambao wanajisikia, tuweze kufanya nini? Tuweze kushiriki wote kwa pamoja meza ya Bwana. Pia ni nafasi ambayo nilipowashukuru akina mama walipojitolea, kila mmoja aweze kujisikia kula chakula walichokiandaa kwa furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo niwie radhi, nitaingia ili niweze kuchukua mkate na divai. Nitaonyesha tu namna ilivyo, ni rahisi. Yeyote ambaye atajisikia kushiriki meza ya Bwana yuko huru, sio kufuatana na masharti ambayo mmewekewa kidini. Hapana, sio hivyo.
tukifuata kibiblia hayo masharti yamekwisha kwenda nje na maandiko. Kwa hiyo ni wakati ambao nawaalika kila mmoja wetu sasa achukue fursa, ajioji yeye mwenyewe na aweze kujiandaa kushiriki meza ya Bwana kama yeye mwenyewe alivyotuachia maagizo, na ni jukumu letu kulifanya, kufuata hivyo. Majukumu mawili ambayo tumeachiwa ni hayo: kuwafanya wengine kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, na pia kula chakula chetu kwa moyo wa furaha na kumega mkate, huku tukidumu katika fundisho la mitume kama tulivyokuwa tukihubiri leo. Tuliyepata mafundisho kupitia nyimbo, kupitia kuwepo kwetu hapa katika ushirika. Kukutana kwetu hapa kunaonyesha ushirika, na hiyo pia ni mahubiri. Kwa hiyo tuwe tayari kwa hilo. Amen. Amen.